Nipo na mtaalamu wa soka Amri Kiyemba, nataka atupatie maoni yake na tathmini yake kuelekea mechi ya kesho ya mkondo wa pili robo finali ya kombe la shirikisho. Simba Sports Club wakikaribisha Al Masry saa 10 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni mechi ya kimaamuzi zaidi. Robo finali ama kuvuka hatua ya robo finali, nikimaanisha nusu finali, ipo katika mikono ya Simba Sports Club. Watafanikiwa safari hii? Karibu sana. Jina langu ni Teddy Tino. Nyuma ya kamera ni Adam Almasi. Kwema? Alhamdulillah. Mambo yanakwenda. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa jicho lake la huruma, bado mtaji upo. Tunashukuru Mungu sote. Bwana, story kubwa sasa hivi ni kuelekea mechi ya kesho, mechi ambayo inaonekana ni ya kimaamuzi zaidi. Al Masry wanaingia wakiwa na jeuri ya mtaji wa magoli mawili. Simba wanapaswa tu. Kwanza kwenye mchezo wa mpira wa miguu inawezekana. Kama wao wamefungwa goli 2, wanaweza kupata goli 2 na wakaongeza la ziada. Kikubwa ni namna gani mchezo wa kwanza ulikuwa na namna ambavyo matarajio ya wageni wakija kwenye mchezo husika. Kitu kingine kwa Simba ni kwamba mechi zenye pressure kama hizi ambazo huwa za maamuzi mara nyingi imekuwa ikionekana mwanzoni mwa mchezo ni kama wageni wanakuaga na hali nzuri, kwa maana kwamba mpaka labda waanze kuwafunga Simba ndio wanaweza Simba wakarudi na kusawazisha, na bahati nzuri huwa wanashinda kwa ushindi wa jumla. Lakini ilipokuja kwenye robo finali tofauti na hiyo michezo ambayo naizungumzia, hiyo ilikuwa ni ya kuingia makundi au kutoka kwenye makundi kwenda kwenye hatua ya mtoano. Ndivyo ambavyo walikuwa na pressure kubwa. Tuliona walikuja Etihad hapa, kulikuwa kuna mechi na pressure, matokeo yake walianza kufunga goli. Kuna walikuja kutoka Zambia, kulikuwa kuna pressure, ilibidi Simba ashinde goli zaidi ya 1 ili kuweza kuvuka. Kwa hiyo unaona nyakati ambazo kuna pressure kubwa, Simba huwa inaanza mechi ikiwa chini. Sasa kwa Waarabu ambao wao tunajua watataka kuweka pesi ya mchezo kwa chini kabisa na wao control, na mara nyingi wakiwa wanatumia mbinu nyingi za kuzuia na kujaribu kushusha tempa ya Simba, kwa sababu wanaamini Simba watakuja sana kwenye kulazimisha kushambulia kwa ajili ya kuwalazimisha kufanya makosa kwenye eneo lao. Kwa hiyo ukiangalia mchezo kwa ujumla kwa mechi iliyopita, watu wengi wanaweza wakaona kama mbona wanawezekana ni wepesi, lakini mchezo wa mpira wa miguu sasa hivi ambapo upo umeenda mbali zaidi. Hauko tu kwenye timu gani imemiliki mchezo, upo ni namna gani nyie mpango wenu ulifanya kazi. Ukiangalia mchezo uliopita ni kama wenyeji Al Masry ni kama walikuwa wamewaachia Simba mpira wa ucheze, na wao wakiwa wanaenda kwenye matukio. Bahati nzuri ni kwamba yale matukio yalifanikiwa. Simba wanaweza wakawa wanaonekana muda mwingi walikuwa na mpira, muda mwingi walikuwa wanakwenda kwenye eneo la Al Masry, lakini hakukuwa na umaliziaji kwenye baadhi ya nafasi ambazo zimetengenezwa, lakini hakukuwa pia na nafasi nyepesi kiasi hicho cha kuweza kuzimalizia kutokana na ule ukaribu wa wachezaji wa Al Masry kwenye kujilinda. Kwa hiyo naona mchezo huu hakutakuwa na mabadiliko kwa Al Masry kwenye kucheza. Watacheza wakiwa wanaamini zaidi wane wao kuruhusu Simba wawe na mpira muda mwingi na wao wapate hayo maeneo ya kukimbia na kwenda kumalizia. Sasa ni namna gani kwa Simba wanaweza wakawa na wao na ufanisi mbele ya goli, sababu ni mchezo ambao unahitaji walau timu ipate goli la mapema ili kuweza kutengeneza hiyo hali ya kujiamini na kumuongezea pressure mpinzani. Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini kwenye mchezo wa mpira wa miguu inawezekana. Na Benjamin Mkapa Simba wameshafanya matukio mengi, japo sio ya kuvuka robo finali, lakini wameshafanya matukio mengi ya kuwaadhibu wapinzani wanapofika pale. Tunaona mechi ya robo finali dhidi ya Kaizer, Simba walipoteza kule, wakaja hapa wakashinda. Orlando hapa ilikuwa sare, kule tena ikaenda ikawa sare, wakashindwa kwa penalti. Kwa hiyo bado hawana historia mbaya sana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Historia yao mbaya ni kuvuka kutoka robo finali kwenda nusu finali. Kwa hiyo unaweza kaiona pressure ambayo Simba wako nayo, lakini mchezo sio mwepesi kama ambavyo watu waliutazama kwenye TV.
Mimi naona ni mchezo mgumu kwa sababu ya mbinu ambazo mpinzani anaweza kuja na kuzitumia. Eneo ambalo linatia wasiwasi kwa sasa hivi kwa Simba ni eneo la ushambuliaji, ambao hata katika mchezo uliopita moja ya maeneo ambayo yaliangusha Simba ni eneo hilo kuonekana kuwa butu. Kwa uzoefu wako kwa siku hizi ambazo Simba imetoka kucheza mchezo wa kwanza, kocha anaweza kuwa mbadilisha kitu katika eneo hili kwa uzoefu namna ambavyo ulicheza kipindi kile na unajua mazingira ya namna haya? Ya, kocha anaweza kuwa amebadilisha kwa maana kwa utaratibu wa shambulizi. Unajua watu wanazungumzia tu nafasi zilitengenezwa hazikumaliziwa, lakini pia timu ilikuwa inashambuliaje. Ukiangalia kwa kutumia wachezaji kukimbia na ule mpira kwa umbali mrefu na kuweza inawezekana mwalimu akabadilisha namna ambavyo timu itakuwa inacheza. Utaona Mpanzu alikuwa mara moja, lakini kutokana mabeki wanapata nafasi ya kuokoa, sababu kila wakati namba yao inakuwa ni kubwa kuliko washambuliaji wa Simba. Kwa hiyo kitu ambacho mwalimu anaweza kubadilisha ni kuweza kuangalia namna gani sasa na namba ya watu inaweza ikawa kubwa, hata kama mmoja akiukosa ule mpira kuna na mwingine ambaye anaweza akamalizia. Lakini pia kujaribu kuwatengeneza ile hali ya kujiamini ya washambuliaji, kwa sababu si kwamba ni washambuliaji wabaya, lakini kuna wakati tu kila mtu anapitiaga ukame wa kufunga. Sasa kama mwalimu anaweza akawatengeneza kwa kuzungumza nao, lakini pia kwa kuwekea baadhi ya mazoezi ya kufanya ni kama kisu kukinoa kwa ajili ya kwenda kukitumia kesho. Yeah. Unadhani katika mechi ya kesho kwa upande wa Simba yaani kuzungumzia nani anapaswa kuanza, ninategemea unataka kucheza kwa mpangilio gani, staili gani ya mchezaji unaitaka. Sababu wale ni washambuliaji, lakini washambuliaji ambao wanacheza kwa staili mbili tofauti. Kwa hiyo mwalimu inamlazimisha kuanza na fulani kwa sababu leo anataka kucheza aina fulani ya mchezo. Kwa hiyo mwalimu ataangalia ni aina gani anataka kucheza. Ukicheza na Ateba una uhakika kwamba kuna mtu atakuwa anasimama kwenye eneo, kwa hiyo watu wengine wengi wanapaswa kumzunguka na kucheza. Ukicheza na Mkwala una uhakika kwamba eneo la katikati ya goli kuna nyakati nyingi litakuwa wazi. Kwa hiyo ni nani ambaye atakuwa anaingia kwenye hilo eneo na ndo atakuwa mtu hatari kwenye kuzimalizia matukio. Kwa hiyo unaweza ukamwona Mkwala mara nyingi amefungua pembeni, ataondoka na beki wa katikati pale patabaki wazi. Watu wa kujaza hizo nafasi na yeye kule naweza akaenda akapiga cross, nani anamalizia. Kama tuliona hata juzi aliingia dakika chache, lakini ndiye ambaye alikuwa anapiga cross. Kuna ya umaliziaji unakuwa namba inakuwa ndogo ya wachezaji. Kwa hiyo kucheza nao wote kuna kila mtu ana faida zake na inatoa pia uwanja mpana kwa wachezaji wengine kuweza kutumia ubora wa kila mchezaji. Kwa mfano kama anacheza na Mkwala, ni rahisi kwa wale wachezaji wa pembeni ambao ni mara nyingi wanatumia Kibu ama Mpanzu kucheza kwenye zile nafasi katikati ya beki wa pembeni na mlinzi wa katikati. Hawaendi tena nje kwa sababu wakati wao wanakuja wanakuta Mkwala kashakimbia kule na wao wakija wanaingia ndani. Lakini ukicheza na Ateba yeye yupo katikati, kwa muda mwingi nyie mnabidi kutumia zile flanks kwa ajili ya kutengeneza hizo nafasi. Tumalizie tujue katika upande wa pili wa hamasa ambazo tunaona zinaendelea. Viongozi jana wa Simba walikutana wakazungumza kwa pamoja na Watanzania kuelekea mechi hii. Yote haya ni kutokana na pressure ya kuhitaji tu nadhani nusu finali, na inaweza ikawasaidia, na unadhani inaweza ikaathiri vipi ama ikasaidia vipi katika upande wa wachezaji pamoja na benchi la ufundi? Yote ni pressure sababu umeona Simba wamejaribu kutumia njia zote, yani wameanza na viongozi wa dini, wameanza na yani kwamba kama kuna silaha yote ambayo tunaweza tukaitumia basi tuitumie. Huko mtaani wanatania watani wao, wanasema mmetoka kwa wale watu wafupi, sasa mmehamia kwa viongozi wa dini. Kwa hiyo mmechukua kila nyenzo kuhakikisha mnaweza mkashinda. Hiyo ni sehemu tu ya utani, lakini utaona ni kwa kiasi gani viongozi wanajaribu
kutengeneza ile hali ya morali kuendea mchezo husika, kwa sababu haimaanishi kwamba nyakati zote walikuwa waombi Mungu, walikuwa wanaomba, lakini sasa hivi wanajaribu kumvuta kila mtu ambaye anaweza akavuta ile tension ya watu kuendea mchezo huo. Wanajaribu kwa namna moja au nyingine, lakini pia ni kujaribu kugusa kila kada, kwa sababu ni kama vile bana, jamani, sisi kwenye eneo letu kama viongozi tumemaliza, sasa timu tunaikabidhi kwenu nyie, viongozi wa dini, wanachama, mashabiki. Kazi kwenu kuona namna gani ambavyo msaada wote ambao unaweza ukatoa tupatie ili tuweze kuvuka hatua hii. Bwana, mimi nikushukuru sana. Naamini tutakutana hapa siku nyingine baada ya Simba kama watafanikiwa kufuzu nusu finali. Inshallah, hata wasipofanikiwa tutakutana. Sawa, asante sana. Mtazamaji, huyu ni mtaalamu wa soka Amri Kiemba akitupatia mawili matatu kuhusiana na Simba Sports Club, ambako kesho itakuwa inamenyana na Al Masry ambayo ina mtaji wa magoli mawili, magoli ambao waliwapata katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Ni hatua ya robo finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba wanaitafuta hatua ya nusu finali. Safari hii vipi watafanikiwa kufuzu? Takribani huu unakwenda kuwa msimu wa 5 ama wa 6 kama sikosei. Simba wanaitafuta hatua ya nusu finali, lakini hatua hii ndo imekuwa kizingiti kikubwa ambacho kimekuwa kikiwazuia wao kuvuka. Safari hii itakuwaje? Kesho nusu finali, ama hatima ya nusu finali ipo pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 10. Kishamba TV tutakuwa pale kwa ajili ya kuletea update zote. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera alikuwa Adam Almasi.